Assalamu alaikum ndugu mtazamaji wa Govao Media, na hii ni Gumzo. Na kama kawaida upo na mtangazaji wako hapa Yusufu ibn Daud ibn Lucas, na kama kawaida ndani ya Gumzo tunakuletea watu ambao ni maarufu adhimu kupatikana, na hapa leo nimetembelewa na mgeni maarufu na adhimu pia, Mama Salma Marashdi Hamis. Kwenu nyinyi mnamfahamu kama Mama Love Kungwi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Karibu sana. Asante sana. Pia nikupe pole kwa safari ya kutoka huko mpaka Sinza. Hamna neno, wajibu. Asante sana. Na leo hapa katika Gumzo tutazungumza vitu vingi sana na Mama Salma hapa, ama Mama Love Kungwi, na mada ambayo tupo nayo siku ya leo ni kuhusiana na mahusiano na ndoa. Kwanza kabla tujaingia katika topic na kuzungumzia kilichomo ndani ya topic, watu wengi sana wanachukulia mahusiano ni kitu cha kawaida. Kwa ufupi, unaweza kutuambia mahusiano na ndoa yanabeba uzito kiasi gani? Kwa upande wangu mimi kama Mama Love Kungwi la Superwoman, mahusiano ni kitu ambacho, yani kupatikana kwanza kwa mahusiano ni kuna uzito fulani. Mpaka umpate mtu ambaye sahihi kwako, utapitia vitu vingi sana mpaka uje kumpata mtu ambaye utakwenda kuwa naye kwenye mahusiano. Kwanza mahusiano niseme ni mapenzi, lakini ndio dunia. Hakuna mtu ambaye anatakiwa kuishi peke yake bila kuwa na mpenzi, bila kuwa na mapenzi, kwa sababu mapenzi ni afya. Kwa hiyo ukiwa huna mpenzi, afya huna. Kabisa. Acha utani. Naam kabisa. Mtu ukiwa mpweke maana yake wewe huna afya. Ndio wazungu wanasema uko lonely. Kwa hiyo lonely hautakiwi. Utaondokaje na huo upweke? Upweke unahitaji mtu wa kukudanganya, wa kukupa vitu kidogo kidogo, yani wa kukufanya dunia ukaiona inatembea haraka. Sasa kuna wale wengine wanasemaga kwamba mimi natafuta pesa. Mahusiano na masuala ya ndoa mimi sina mpango nao. Unaweza kukuta mtu ambaye anasemea hivyo, pengine amepitia visa vingi sana. Amepitia vituko vingi, kwa hiyo anaona mapenzi yeye hana haja nayo, hana ulazima nayo. Kwa hiyo ukishamuona mtu kama huyo, tayari akili yake imeshakuwa dhaifu. Na yule anatakiwa kutibiwa na mapenzi tu. Ampate mtu wa kumpenda, basi anatibika. Anarudi sasa. Ndio. Wengi hasa wasichana utasikia mimi sina haja ya mtu, bora niwe na pesa. Sasa pesa utazaa nayo, utalala nayo, pesa itakupetipeti. Pesa haikupi furaha hata kidogo. Mapenzi ndio yanayotoa furaha. Pesa ni kama ndimu kwenye mchuzi. Hilo tu. Shukrani sana. Nadhani sasa hapo jamani mmepata ile uzito wa neno mahusiano na ndoa, jinsi vinavyohitajika ni afya. Tukienda zaidi sasa hapo ndani kwenye mada, kuna haya mahusiano siku hizi yamekuwa ni kwamba yanaenda na ndoa zinaingia, watu wanaingia kwenye ndoa, wanaanzisha mahusiano lakini hayadumu. Unadhani sababu ni nini inayopelekea mahusiano na ndoa nyingi kuvunjika sana, hususani kwa hivi karibuni? Kwa kweli kwa sasa ndoa kuvunjika, mimi pia huwa nasikitika. Na nasikitishwa sana kwa sababu unakuta unamfundisha binti, anaolewa, baada ya miezi mitatu unasikia ameachika. Ni kweli kuwa siku hizi ndoa nyingi yani kama zinapeperuka. Unakuta unafunda binti miezi mitatu ameshaingia ndani ya ndoa, baada ya miezi mitatu unasikia Mama Love Kungwi, mimi mwenzako ndoa imenishinda. Kama mambo yenyewe ndio yale. Mimi naweza na mliwezaje nyie kuvumilia mambo ya ndoa? Mimi achane na mimi. Nishaondoka siku nyingi, hata talaka sikuchukua, hata ileta mwenyewe. Mabinti sio kama hawafundwi, wanafundwa, lakini kufundwa, fundo zuri kwanza linaanzia kwa mama yako mzazi. Mama amekuelekezaje jinsi ya kuishi na watu, jinsi ya wewe kujihifadhi mwenyewe, usiwe mropokaji, usiwe una maneno, usiwe mgomvi. Ile ndio inaanza kupelekea mpaka kwenye ndoa yako utaweza kukaa. Lakini pia mabinti wa sasa subra hawana. Yani anafikwa na jambo dogo tu, tayari kashabeba mizigo, ndio talaka nginja. Siku 2-3 mtoto huyo kashaondoka ndani ya nyumba. Yani wabinti wa siku hizi wanatamaa, niseme ukweli. Wanatamaa, anajua ninapokwenda kuolewa ninafuata kitu fulani. Hawaendi kwa mapenzi, hawaendi kwa huruma, hawaendi kwa ile kitu ambacho unasema ndoa ni furaha na ndoa ni nusu ya dini sisi kwetu Waislamu. Kwa hiyo wao nusu ya dini wameiondoa. Kwa upande wa pili, ndoa wenzetu
hawaachani. Pingu ya maisha wanasema. Wanakuwa wanakaa muda mrefu wanaasiana. Lakini siku hizi pia zipo talaka nasikia na wao. Zipo. Baba Jeni bye bye, siku hizi mchezo umekwisha. Sio zamani ilikuwa lazima wakae na Baba Jeni moja kwa moja, siku hizi hamna. Yaani ukinipa na mimi nakupa zile. Sasa asante Mama Love Kungwi. Hapo kuna kitu kidogo kama nimekiacha kuhusiana na mafunzo mnayotoa. Watu wengi sana nikiwa wakiulizwaga bwana huko kuna kwa mafunzo bwana wanafundishwa tu mambo ya ndani ya kukaa tu na mwanaume ndani yani ndani tu. Unalisemeaje? Yaani kusema kweli watu wengine wanafurahisha. Hivi kweli utamchukua mtoto wa mtu ukaanze kumfundisha mapenzi tu mapenzi? Mapenzi yalianzia wapi? Mpaka yakafika kuwa mapenzi. Mapenzi kwanza alianza kwa mfano baba na mama. Mama alikuwa anaishi kwao, anaishi na baba yake, mama yake, alilelewa akafundishwa usafi, kufagia, kosha vyombo, akafundishwa kupiga deki, akafundishwa kupika, akafundishwa usafi, akafundishwa kukaribisha wageni. Ile tayari mafunzo hapo mtu ameshafundwa. Na baadaye ndio anakwenda kufundishwa akiwa tayari kashabale pale. Anafundishwa jinsi ya kujistiri, kujihifadhi mbele za watu. Mtoto wa kike hatakiwi kukaa kachanuka, anatakiwa ajibane. Yaani kuna vitu vingi ambavyo anapewa, anafundishwa. Sasa akiingia ndani ya ndoa ndo pale inajulikana sasa huyu mwanamke katimia. Anakwenda kupewa mume, lakini akipewa mume anavuta zile subra za mama. Ndio. Kama mama alikuwa na matendo mema, mtoto wangu mzuri, utakaa kwenye ndoa yako na matendo yatakuwa mema. Lakini kama mama yako alikuwa pashikuna shangingi, utakaje? Sasa mama mwenyewe shangingi, we mtoto kwenye ndoa utakaje? Inakuwa tena biashara mbovu, kwa sababu watoto wengi wanaiga vitu vya mama zao, hasa watoto wa kike. Kama mama alikuwa na tabia nzuri, basi mtoto wa kike anakuwa na anakuwa mtoto mzuri. Wengine baadhi Mwenyezi Mungu anawasaidia, hata mama awe shangingi, lakini mtoto anakuwa anahisi pengine skuli alizosoma, pengine kasomeshwa skuli za dini, kwa hiyo anakwenda na vile dini inavompa. Hapo nimekuelewa, kumbe mafunzo yanaanzia nyumbani na sio kwa kungu. Kama tabia yako ilikuwa mbovu, basi sasa kwa kungu mimi nitamjuaje mtoto wa jirani? Mimi nakaa naye, namjuaje vituko vyake? Pengine namuona nje tu akitoka. Ndani mimi najua siri zake? Sijui. Kwa hiyo mamake mzazi mtu ndo anamjua mtoto wake. Na mama, mimi na watoto wangu wa kiume 4, kila mmoja anamjua ila yake. Namjua kila mmoja, huyu ana tabia za paka, huyu chui, huyu nyoka, huyu yani huyu simba, na wajua. Kwa hiyo na mama mzazi ndio anajua mtoto wake wa kike ana tabia gani. Muongo, wengine wanafiki, wengine wezi. Kuna watoto wa kike wezi pia. Sio mwizi wa kuiba mwanamme, anaiba pesa ndani ya nyumba. Kwa hiyo yule anajua, mwanangu huyu mwizi. Akienda kwa mume atakaa kweli na uwizi wake. Ndio unakuta kweli yule mtoto mwizi akifika kwa mume sasa anachokifanya, anafungua, kila mume akilala tayari kachomeka mkono ndani ya pochi, katoa pesa. Mume akiamka asubuhi pesa haipo, imeruka. Mwisho wa siku ndio inapelekwa kesi. Kwa hiyo vile vitu ambavyo mama anamfundisha mtoto wake toka mdogo ndio anakwenda navyo, anabeba. Sasa sisi tunaenda kukoleza tu. Kama mfano umewasha moto, sisi tunaongeza kuni, basi ni hivyo tu. Sawa kabisa, asante. Na kutokana na sababu ambazo ulizitaja hapo awali ni kwamba imeonekana wanawake kutokuwa wavumilivu. Lakini pia kwa upande mwingine unasemekana wanawake wanalalamika kwamba mwanaume anaongea sana ndani ya ndoa au mahusiano, nakutania ni muongeaji, jambo dogo kaongea. Na kama ilivyo ada kwenye vitabu vya dini wanasema kwamba mtoto wa kike ni pambo ambalo limeumbwa pambo la nyumba, lipo kama mfupa wa mbavu, kwamba ukitaka kuunyosha ushike taratibu unaambiwa utanyoka, utaenda kwenye mstari wake na utakaa vile unavyotaka. Wengine wanalalamika kwamba kuna baadhi ya wanaume kwa hivyo. Unalizungumziaje? Kwa dunia sasa kuna wanaume wamekaa kama mabinti. Yaani mwanamume ukimpa moja anakupa 11. Wapo sasa hivi. Hii kutokana na nini? Pia nadhani vijiweni au siku hizi ndio mambo ya mpira, huyu karopoka, mtu anaiba zile tabia wanavyokwenda huko kwenye mipira wanakaa. Kwa hiyo unamsikia huyu fulani kasema hivi, huyu fulani, wanaiba. Wengine sio tabia zao toka wadogo. Unakuta mwanamume kabadilika ukubwani, anakuja kuwa anasema sana, ndio anataka kujipa ile kujiwa kusema, lakini hajui.
Na mwanamume bwana, sifa ya mwanamume Ndio. ni kuwa anajua kutekea mke wake, anajua kumhendo mkewe, anajua kumpa vitu vizuri, kuzungumza naye kwa vizuri. Sio sifa ya mwanamume kusema sema ovyo, kuropoka ropoka, sio sifa ya mwanamume. Sifa ya mwanamume pia uvumilivu, huruma, mapenzi kwa mke wake. Mwanamke ni mama pia. Anakuzalia watoto, anakulelea watoto. Kwa hiyo wewe uwe na huruma na mke wako. Lakini mwanamume ukishakuwa tayari maneno kila saa maneno unasema mara hili, basi bado tukuvalishe kanga tu ilobakia. Ndio jengine. Kwa hiyo mwanaume kiufupi anatakiwa kufuata maelekezo. Kwamba ni mtu ambaye anachukua mamlaka tu kwamba umesema hivi, nitakutekelezea, subiri. Si ndio tunasema mwanamume kichwa cha familia? Sasa kichwa cha familia iweje kigeuke nyuma sasa? Kichwa cha familia unatakiwa wewe ukimuona mke wako kakosea, yani wewe ndio wa kumshusha chini pole pole. Na hata pia mwanamke unapoona mume wako anasema sana, unamtafutia dawa. Ndio maana wanawake siku hizi wanaroga. Mnarogwa sana siku hizi. Ndio unasikia umetiwa ndani ya chupa. Kwa hiyo tuondoe hiyo masuala. Mara katupwa baharini. Chezo umekwisha. Ndio unakuwa zezeta tena. Yaani kama hilo jagi. Huinuki mpaka nikuinue. Ndio manake. Sasa hili tuweze kuzuia kurogo, kwa hiyo tupunguze na kuongea. Kwanza wanaume wengi sasa hivi hawana dini. Niseme kweli. Wana dini kwenye sura zao lakini sio kwenye nafsi. Hizi dini watu wameifanya kama vile kama kitu fulani, yani kitu cha kawaida sana. Hawana kwenye moyo, kwenye sura wanazo dini. Lakini mioyoni kwenye sura zenyewe wanazo vipi? Utamuona mwanamume kavaa kanzu vizuri, kavaa kofia, kavaa makubadhi, unasema shehe ndio huyo. Kumbe mnafiki mkubwa. Asante sana. Alafu kungwi hapo somo litakuwa limefika vizuri kabisa na mahala pake. Tukisogea kidogo, unadhani kuna kwenye mahusiano utasikia kuna mtu anasema au ndoa mtu anasema sasa hapa anapoona imefikia mwisho. Huyo mtu mpaka anasema hivyo anakuwa ameona dalili zipi mpaka anahisi kwamba sasa hivi imefika mwisho, sasa niweke ukuta hapa kila mtu aendelee kufanya mambo hapo? Kwa mwanamke kwa mwanamume, kwa upande zote mbili. Niseme ndoa bwana, Mwenyezi Mungu kapanga ndoa na kapanga talaka pia. Japokuwa talaka Mwenyezi Mungu kaikataa sana talaka. Mbingu zinapiga kelele. Mtu ukiwa unatoa talaka sio nzuri. Na mwanamke unalaaniwa ukiwa unadai talaka. Mwanamke haifai kuomba talaka. Lakini isipobudi hakuna jinsi ndio unaomba talaka. Zamani ndio maana kuliekwa watu, yani wazee wa baraza wa kusuluhisha. Ile wanawekwa watu kama mmekoseana, unaweza kuchukuliwa mwanamke ukarudi kwenu, ukakaa mwezi mzima. Unaenda kupikwa tena huko, sio kama umekaa tu kule. Unaenda kupikwa na mume, naye anaambiwa kaa, usipeleke talaka, subiri. Kwa hiyo vile unavyopikwa na mume wako, yule muda aliopewa kuwa mbali na wewe, anapata hamu ya kukurudia, ajue kitu gani umekwenda kujifundisha. Na unaporudi nyumbani ukawa umeelekea, basi ndoa inadumu. Sasa siku hizi mtu anakimbia, lakini kwenye status tayari kashaeka, mimi wewe utanikoma ukirudi nyumbani uko, yani maneno yasiyokuwa na maana. Ndoa itakaa wapi? Umegombana na mkeo asubuhi, mchana tayari ushamuanika kwenye Facebook, kwenye Instagram. Mwanamke hajui kufua, anifuli boxer, hajui kupika, mchafu, na siri zake nyingi, nimekaa naye tu basi, na mstiri kwa pua ningemuumbua. Huyu si mwanamke, sijui maneno kibao. Uvumilivu hakuna. Na hapo mshazaa unakuta mna watoto hapo. Lakini ndio hivyo. Kusema kweli subra hakuna. Kwa dunia ya sasa, wanaume wa sasa wengi wao subra hawana. Na wanawake wa sasa wengi wao subra hawana. Na hivyo ndio vinavyopelekea ndoa kuvunjika. Kwa hiyo mtu akiona dalili kama hizo kupostiwa, basi anakuwa sasa wewe utaniposti vipi mimi ukanianike ukaniweke gazeti la Daily News huko? Inahusu kweli? Si ndio na mimi nitakujibu pale pale. Tunaanza sasa malumbano ya hoja. Bibi moto bwana maji. Basi tena tunaenda hivyo hivyo, mwisho wa siku ndio unasikia watu wanauana. Nasikia kampiga mkewe, kamuua, kamchoma moto, kamfanya nini? Mambo kama hayo. Unajua bwana, maneno yanauma. Maneno yanauma. Bora mtu umpige saa nyingine kuliko maneno. Maneno yanauma sana.
Unakuta mtu kakwambia neno linakukaa moja kwa moja, we mwanamke gani unanuka wewe, nimekaa na wewe basi kila ukikaa naye unafikiria hivi mimi nanuka kweli, unaanza kujinusa mwenyewe. Sasa kusema kweli, tukiwa kwenye mfano unagombana na mkeo au mwanamke unagombana na mumewe, basi huwezi kutoa maneno makali, unasema tu vile vitu vya kawaida, lakini sio zile idhara za ndani. Na sisi wanawake tuna kawaida, ukigombana na mumeo, yule bwana kazi hana, afanyi kazi kabisa, yule namstiri tu, namstahi, yani hana kitu chochote yule bwana yule, mpaka mimi ninue dawa ni boost ndo utaona yeye ndo yuko sawa. Ndo maneno yetu sisi wanawake wengi. Kweli nimepata somo hapo la kwamba sometimes ni maneno na muda mwingine watu kukosa subra, basi dalili hizo zikiwepo mahusiano lazima yatatengema. Lakini kuna jambo lingine ambalo ningependa kukuuliza kuhusiana kwamba kuna watu wanasema kwamba mwanamke ana nafasi kubwa sana ya kufanya mahusiano yake yavunjike au endelee kubaki. Kwa nini si mwanaume katika huo msemo? Hapo mimi nakataa. Tulivyoana tumeoana wawili. Kwa hiyo kwa nini mzigo mzito unielemezee mimi mwanamke, wewe ukatae? Sote wawili. Kama ni nyumba kujenga, wewe katofali, mimi niweke simenti. Ndio maana yake nyumba inajengwa na wote wawili bwana, mwanamke na mwanamume. Ndio. Wakikaa kwa uzuri, kwa furaha, kucheka, kutaniana, huruma, kuoneana, basi nyumba inajengika. Lakini nyumba ikitetereka, mmoja akikosa ile muhimili wa ndoa, kukaa pamoja, kufurahi. Kwa mfano, wanawake wengi sasa hivi wako bize. Mwanamke unakuta anatoka alfajiri, anarudi saa 4 usiku, mume wake kashaingia ndani ya nyumba. Yeye saa 4 usiku ndio yuko kwenye Bolt, ndio anasubiria afike nyumbani. Sasa hata ukifika nyumbani mumeo kalala. Sasa mume asitembee na mfanyakazi kweli? Kila siku wewe ukirudi huna jipya. Ukirudi umevua nguo, umevua wigi, kitandani umepanda umelala. Hujui mumeo kala, kakoga, kafanya nini, shuka hujabadilisha siku 7 nzima, shuka liko vile vile. Kwa hiyo ndio hivyo, maporomoko yatakuwepo tu lazima. Lakini nyumba huwa inajengwa na watu wawili. Sio mmoja, baba na mama, hapana. Sio mmoja mwenye jukumu la kutetea mahusiano endelee kuwepo. Hapana. Ni wote wawili. Wana jukumu la kuitetea ndoa yao na kuipeleka mbele wao. Wakibomoa basi wamebomoa wote wawili, sio mmoja. Sio mmoja. Inakuwaje leo mtu adai talaka kisa hakijulikani? Hakuna. Lazima ipo sababu mtu anadai talaka. Kuna jambo kidogo nimepenyeziwa kwenye wahi wa kichwa changu ambacho ni kilio cha vijana na hata wale walioko kwenye ndoa. Ni tatizo kubwa sana kwenye mahusiano kiujumla. Utakuta malalamiko mengi wavulana, nikizungumza kwa wanaume na wanawake. Mwanamke atalalamika, atasema kwamba mimi siridhishwi kabisa, ndio maana naondoka. Lakini kuna mwingine anasema, mwanaume anasema yupo tu, hana jambo fulani hivi, mimi sioni hivyo vitu. Unadhani ni lugha sahihi hizo za kuelezea kwenye jamii kwamba eti wewe umetengana na mwenzako kwa sababu hizo? Sio lugha sahihi. Lugha sahihi za kuzungumza ni kama vile tumekoseana na tumeamua kwa mfano tunaachana. Tumekoseana, kila mmoja na makosa yake. Ndiyo. Kwa hiyo tumeamua kutengana. Na hii kuambizana, huyu hana nguvu, huyu yupo tu. Ile kama umezaa na mtu alafu ndio unamuelezea namna hiyo, kusema kweli inaumiza akili mpaka watoto. Sio tabia nzuri kabisa. Na haya mambo haya yapo sasa hivi. Sisi zamani hayakuwepo kabisa. Haya ya kuambizana huyu hana nguvu, huyu kapoa, huyu uko baridi, uko kwenye freezer. Hayo hayakuwepo. Yako sasa hivi. Dunia ya sasa ndio iko hivyo. Kweli. Kwa sababu dunia ya sasa kila kitu kiko kwenye mtandao. Mwanamke yuko kwenye mtandao, mume yuko kwenye mtandao, watoto wako kwenye mtandao. Kwa hiyo yale yamepelekea kuwa hivyo. Na kama isingekuwa kuna mitandao, hivyo vitu visingetokea, visingekuwepo. Kwa sababu zamani sisi kulikuwa na simu za mkononi. Kwa hiyo mtu zile zinawekwa juu ya meza na ikiita hiyo simu atapokea baba au mama. Kwa hiyo ilikuwa ni vitu tofauti. Sasa siku hizi mtoto wa kike ana simu yeye mwenyewe, mume wake ana simu, mke ana simu, yani inakuja. Kwa hiyo pale kuna mchanganyiko. Na usikute mwanamke ana marafiki wengi. Kwa hiyo kule kapokea hili,
wanashawishi. Mumeo akifanya hivyo, bibi wewe utamfanyia hivi, utamfanyia hivi. Kwa hiyo vile pia vinasababisha kutoa kauli mbaya mwanamke. Hata wanaume wana marafiki zao pia, wanaume wenzao wanawaelezea kuna hichi. Basi vyote hivyo vinapelekea kwa hivyo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, hata ushiriki wa watu wa pembeni yetu, tuangalie aina ya watu ambao mtu yoyote anatakiwa aangalie mtu wa kuwa naye wa karibu. Sio kila mtu tu unakuwa ni rafiki yako, hapana. Haitakiwi. Ni kwamba unaweza mtu kuondoka kwa ajili tu unasema kwamba huridhishwi, basi unaamua kumwacha mtu na hayo madhaifu. Kila kitu kimekuja special duniani. Kama uniridhishi na kaaje na wewe? Sio kumsaidia. Kwani wewe kaka yangu? Kumsaidia. Sikusaidii mimi. Takusaidia siku moja mbili, nikikuona mzigo hauendi, basi chezo naachana na wewe. Kwa sababu ndoa bwana ni kitu gani? Wasichokijua watu, ndoa ni tendo la ndoa. Sasa kama hakuna tendo la ndoa, ndoa hiyo iko wapi? Maana pale tendo la ndoa liwepo, wapatikane watoto, ipatikane furaha, faraja za ndani ya nyumba. Ndio maana mara nyingi unakuta mwanamke mwenye mumewe akiamka asubuhi kashakosha nywele, anacheka, ana furaha, lakini kama hakipo kile kitu, hakuna. Hacheki, ndio unakuta mtu anaamka asubuhi ana kisirani, anapiga watoto, mara kasema, mara kafyatuka, mara hivyo. Kwa hiyo ndoa ni hilo tendo la ndoa, ndio ndoa yenyewe. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tujikaze. Wanaume sasa hivi yani mkaze mkanda hasa. Maana na hizo alama zenu hizo sasa hivi za rangi, hapana. Asante sana Baba Love Kugu, ina somo litakuwa litafika hilo na limefika mahala pake na linatoka vizuri. Na chengine ni kwamba kuna watu kwenye mahusiano au ndoa yupo tayari kuvumilia kila kitu asiondoke, ili mradi tu mahusiano yale asivunjike. Unadhani sababu ya hao watu kufanya hivyo ni nini? Na kama sababu ipo, basi wapo sahihi? Kwanza niseme kuvumilia kila kitu kwenye ndoa sio sahihi. Unapigwa, unatukanwa, unanyanyaswa, sio sahihi. La, kama huna minzi yoyote ya kukufanya wewe utoke pale, ndio hapo sawa. Lakini kama mfano una kitu chako kidogo, unaweza kuzua vitumbua, ukauza mitumba, sijui ukafanya nini, unang'ang'ania nini? Huna haja ya kung'ang'ania. Zamani kulikuwa na wanaume walikuwa wanafundwa, wanaambiwa mke ni pambo la nyumba, mke ni furaha ndani ya nyumba. Kwa hiyo hakunyanyasi, hakupigi, utajinyanyasa mwenyewe. Lakini pia zamani kulikuwa na wanaume wananuna. Ukiona mumeo kanuna, basi ni tabia za baba yake, kabeba. Kwa hiyo unaenda kumuuliza mkweo, mkwe wangu, hivi baba alikuwaje? Anakuambia alikuwa kwa kununa huyo. Akinuna namfanyia, mama mkwe anakufahamisha. Akinuna nilikuwa nafanya hivi, nafanya hivi. Ndoa inaenda kukaa sawa. Lakini watoto wa siku hizi hata hayo hawayaulizi. Unasikia akiona mume kanuna, basi na yeye ananuna. Kata kushoto. Mchezo unakwisha, mnapishana mlangoni. Lakini kuna falsafa hapa zinasema mwanaume si mtu wa kununa sana. Yaani mwanaume ni wanaume wa sasa hivi. Mtu yani hata wa 2000 amekerekwa aseme tu kwamba yani wananuna kuliko hata wanawake. Kwanza sasa hivi wanaume wambea kuliko hata wanawake. Ndio wanaume. Hapana. Wanaume wanawake. Yaani wanaume sasa hivi ndio wameongoza kwa kila kitu. Wallahi lazim. Wewe sema astaghfirullah na Mungu anakusikia. Lakini wanaongoza kwa kila kitu sasa hivi. Wajuaji wao. Yani kila kitu wanajua wao. Wameongoza. Alafu pia kwa kuchiti ndio wenyewe wanaume hao siku hizi. Na ukimkuta mwanamume anachiti, ana sababu zake. Mwingine anakuambia nina sababu zangu. Mwingine hana hata sababu, utamaa tu. Tamaa tu. Lakini mwanaume sikaumbiwa tamaa. Mwanamume kaumbiwa tamaa, lakini inafika hadi unasema kwa nini nifanye hichi kitu? Kwa nini nifanye hichi kitu? Na kama mke mzuri naye ndani ya nyumba, kila kitu kizuri ninacho ndani ya nyumba, nafanya kwa kitu gani? Na saa nyingine unaweza kwenda kumchukua mwanamke hafanani hata unyayo na mkeo, huyo mwanamke uliokuwa naye. Sasa unajidhalilisha mwenyewe. Kweli. Wanaume sasa hivi watulie. Kwanza kuna maradhi. Sio maradhi, kurogwa. Mimi nasema tena wanarogwa vibaya. Unakuta mtu asubuhi kaamka, katoka mara kavunjika mguu, mara sijui limemtokea balaa hili, mara anaota chatu anamjia, anarogwa. Yaani siku hizi mirogo tu, na siku hizi waganga wako live.
unasikia mganga gani sijui mganga gani Mombasa wako live, mganga wa Tanga, mganga wa Pemba, mganga wote wako live. Kwa hiyo na siku hizi uganga imekuwa biashara, na sisi wanawake tumekuwa ndio wa motoni kabisa sasa hivi. Kama hatujaroga basi hujafanya kitu. Kwa sababu kwamba wanaume wenyewe hawajatulia, na maana wanawake wenyewe wanaingia kwenye kuroga. Ndio. Nimelifikisha hilo. Na asante sana kwa sababu umenitikisa akili kidogo hapo kusema kwamba watu wa Mbeya wamekuwa wananuna sana. Ndio. Kwa upande wangu nimeshangaa kwenye swala la kununa kwa sababu sijawa na tafsiri sana ya kukasirika. Bali nikiona nimekuazika mara nyingi naondoka. Nikirudi huko kwenye shughuli zangu, sasa nashangaa huyo mwanaume anayenuna umenishangaza. Na mimi niliambiwa mwanaume hanuni. Na mwanamume kamili bwana hanuni. Anaeleza umenikosea 1 2 3. Lakini mwanamume ukiona ananuna, sio mwanamume huyo, kampime. Yaani ukampime huyo, muangalie kabisa huyu yuko sawa kweli. Mwanamume unanunaje sasa? Mwanamume hapaswi kununa. Hapaswi kabisa. Hapaswi kununa kabisa. Sawa. Mwanamume hanuni. Ukiona mwanamume ananuna, basi ipo kitu. Kampime, muangalie huyu ana tatizo gani? Lazima atakuwa na tatizo. Hakuna mwanamume anayenuna. Mimi nakumbuka enzi za zamani, ndio tulivyokuwa tunaishi kwenye nyumba ilikuwa za vyumba 6. Sijawahi kusikia vituko kama hivi vya sasa hivi ninavyovisikia. Sasa hivi kuna vituko vya dunia sasa hivi, na hapo unakuta mtu na mkeo anakaa nyumba, yani nyumba mtu na mke wake vyumba 6, na wale wanawake ndani ya nyumba ni wanashare jiko moja, hawagombani, hawapigani, sio wake wenza, ni wapangaji. Wanapendana, na walikuwa wakishauriana, mume wako katoka kasafiri, basi fanya hivi, akirudi baba fulani utamfanyia hivi, utamfanyia. Walikuwa wana umoja. Sasa wanawake sisi wa sasa hivi wa dunia sasa, wewe ukamfundishe mwenzako jema, we subutu. Zuri unakaa nalo, baya ndo unampa mwenzako ili yeye haribikiwe. Wewe yani wewe ndo uonekane wewe kila siku wewe mwema, lakini yeye mwenzako kila siku haribikiwe. Kwa hiyo tuseme kizazi hiki cha sasa hivi kinayumbishwa sana na nini mpaka kinakuwa hivi? Kizazi cha laana. Kwa nini? Kwa sababu dunia inavyokwenda sasa hivi, ukiwa na simu, kitu kimetoka Ulaya dakika tu utakiona. Na vitu vibaya ndio mbele tunaviona. Lakini vitu vizuri sio sana sisi kupokea. Kwa hiyo sisi wanaume wengi tunapokea vitu vibaya. Vitu vibaya ndio tunaviweka kwenye sura zetu, kwenye mioyo zetu. Unakuta mwanamke ana simu, kutu ana download video 10 20 anaziweka kwenye simu yake. Za kazi gani? Kwani usidownload Qur'an ukaiweka ukawa unasikiliza kila mara? Lakini sijui Zuchu kaimba nini utamweka. Sijui kuna kituko gani utaweka. Sijui kuna vitu gani utaweka. Mwisho wa siku ndio vile havikufundishi, vinakuondoa kwenye reli. Kwa hiyo kila mtu awe na tahadhari kwenye maisha haya sasa. Sana. Asante sana Mama Love Kungwi. Na somo jamani, wanaume tumeambiwa tusinune, tuwe wanaume kweli. Mwanaume wa kweli hanuni. Anachukua yani tunaseme wajibu, anatekeleza kwa namna moja ama nyingine. Yani mwanaume wa kweli hana ile masuala kwamba nimeguziwa basi kueleza. Ukiudhiwa basi eleza, mimi nimekasirishwa bwana, umenikera, haya maji ungetia chumvi, usio umeweka sukari. Asante Mama Love Kungwi. Kuna jambo ambalo lipo sana kwa vijana wa siku hizi. Utakuta hapa ni Mtanzania. Ndio. Tunazungumzia upande wa wasanii wetu hawa. Ndio. Msanii maarufu sana huyu, na ni wa Kiislamu, anaitwa Juma Jux kwa jina lingine maarufu sana Jux. Hapa ameoa kwa ndoa ya Kiislamu, lakini kavuka maji, mto, kapanda ndege kufika huko kwa ndoa ya Kikristo. Kwa upande wako na utaalamu wako wa elimu unaoitoa kwa watu, hili limekaaje? Kama ndio wameoana Kikristo, umetoka kuozeshwa Kiislamu, halafu unakwenda tena tayari unaoana Kikristo. Sasa ndoa iko wapi pale? Iko wapi ndoa? Tuite ndoa ya Kiislamu Kikristo ama tuiteje? Lakini mimi nilichoona, nilivyohisi, kama wamekwenda wanasema wazungu white marriage, sijui kama hivi inafanywa hivyo, yani kama vile wamefanya mambo ya kizungu. Niseme ukweli, wamefanya mambo ya kizungu ya kuwa
kama wanakwenda huku wameshaoana, ile kama kubariki ndoa wanasema wenyewe. Ndiyo. Kubariki ndoa, lakini katika dini yetu ya Kiislamu hakuna kubariki ndoa, hakuna jambo kama hilo. Umeshaolewa Kiislamu, basi unakwenda Kiislamu vile vile. Na ndio maana hata suratul Fatiha ilimshinda. Ndio maana yake, kwa sababu dini bwana, ukiibeba kwenye kichwa chako nayo ipo. Mimi hapa wananiona ninavaa mawigi sijui nini, lakini dini iko kwenye kichwa changu. Kwa hiyo pale unakwenda kujidhalilisha na kuidhalilisha dini yako. Haiwezekani. Wewe umeshaozeshwa Kiislamu, mtoto wa Kiislamu, unaitwa Jumanne sijui Mkambala sijui mdude gani, alafu unaenda bado na kwa papa tena bado kwa priest sijui mnaita nini sijui. Haiwezekani. Kusema kweli hata mimi sijaipenda. Kama ni moja tu. Ndoa kule labda wangeenda wakifanya hizo ndio wanasema sherehe zao. Wameenda wamelazwa chini kudhalilika, kwenda kushika miguu ya mama. Haiwezekani. Mimi mwanangu nikamwona akafanya namna ile. Yaani nafuko zilia mbali. Usithubutu. Unaenda kushika miguu ya mama mkwe. Kisa usikujidhalilisha huko. Tamaduni. Hapana, tamaduni hizo kwetu si umeziona? Kwetu Tanzania zipo? Hakuna. Hazipo. Yaani wametuonesha mambo ya ajabu. Afu wanaume wanaenda kuvaa nguo za pinki kweli? Mwenzangu. Na mwanaume pia haruhusiwi kuvaa nguo. Ndio wanaume wamevaa nguo za pinki. Hii ndio tumeyaona mambo haya mara hii, kuvaa nguo za pinki. Sasa zile manake nini zile nguo za pinki? Wanatuletea mambo mapya hapa. Haiwezekani. Mambo ya upinde hayo. Asante sana Mama Love Kungwi, na jamani limekaa vizuri hilo kwa Wakristo. Nadhani ndoa ni moja tu, funga mara moja, sio kafunge na mara ya pili. Na kwa Waislamu tunaambiwa na Mama Love Kungwi hapa, ndoa ni moja tu, sheria ni moja. Kama unafanya sherehe, fanya sherehe, lakini sio kwenda kuibadilisha ndoa kuwa kwa namna nyingine. Pia tukiendelea hapo ni kwamba siku hizi wanawake wengi, hususani mabinti, wamekuwa na vurugu nyingi sana. Kwa maana ya kwamba utakuta wanawake wanagombana kwa ajili ya mwanaume. Ukiangalia huyo mwanaume mbele yake kuna mwanamke tena mwingine ambaye yeye kafunga naye pingu za maisha, lakini wao wanagombana na wanagombania yule mwanaume, wanashikana mashati, kupigana na hata pia kufikia hatua za kudhalilishana katika mitandao. Waswahili wanasema wagombea ndizi mgomba si wao. Kusema kweli watoto wa siku hizi hawana haya. Yaani haya zimewaondoka kwenye sura zao. Mnagombea mwanamume ambaye mume wa mtu. Nyie sio, yani hamjulikani na mtu yoyote. Mnajijua nyinyi wenyewe tu uko vichochoroni huko sijui vyuoni. Unajua watoto wanaotoka bara wanakuja kusoma vyuoni, kuna matatizo mengi sana yanatokea. Mtu yuko pale anataka kujilipia, ajioneshe yeye ndio queen pale, apate kuvaa nguo vizuri, atambe, anue vyakula vya KFC, aletoe sijui manini, kila mara yeye awe yuko vizuri. Ndio maana wanatembea na waume za watu. Mwisho wa siku watakuja kushuka mishipa. Yaani watajishangaa tayari wameshabadilika. Mwanamke kuanza kubadilisha mambo yako, yani kama vile mtoto umelelewa vizuri kwenu, unaambiwa nenda kasome chuo ili baadaye uje kusaidia wazazi wako. Sasa mnaenda kugombania mwanamume ambaye sio wenu. Wewe haja kuoa, haja kutolea posa, japokuwa Muislamu anaambiwa kuoa wake 4 sio mbaya. Sasa yule sio mume wao, mwanamume wao. Yaani wewe mwanamume umempata mwanamume, alafu unamsikia mwenzako anaye huyo unakwenda kumnyoa nywele, kumfanyia, kumdhalilisha. Sio kitu kizuri. Mimi pia ile nimesema wachukuliwe hatua. Hawajafanya vizuri, alafu unamrekodi pia unamdhalilisha mwanamke mwenzio. Je, sasa yeye atokee naye afanye kuliko lile, itakuwaje? Mbaya. Huko vyuoni kuna vituko vya kila aina. Watoto wa vyuo wana mabalaa. Wengine wanajua pia. Wana mabalaa sana, wanabadilisha magari 10. Mimi kuna chuo kimoja kilikuwepo hapa Ilala sehemu. Ilikuwa karibu na nyumbani kwangu. Basi nilikuwa nayaona hayo. Ilikuwa ni hostel wanakaa wale watoto. Ndiyo. Wanatoka chuo wanakuja hostel. Basi wallahi kwa siku mtu anabadilisha wanaume 6, magari 6. Nimeingia hili, huyu kaleta chipsi, huyu kaleta soda, huyu kaleta ice cream, huyu kaleta pedi, huyu kaleta, yani hivyo. Mwisho wa siku waligongana, yule mtoto wa kike alinyolewa mpaka nyusi. Aya niambie, kwema hapo? Walimpiga mpaka nyusi wakamnyoa. Kuna wema hapo. Umekula hela zetu.
Kumbe sio mmoja, unatuchanganya, tuko 11. Sema kweli, watoto wa chuo, umeambiwa uende chuo ukasome, fuata chuo kusoma ili upate faida ya baadaye. Unaendaje tena kuanza kutembea na wanaume? Basi wewe sio mtoto, mtu mzima. Ya nini unasoma chuo? Sawa. Kakae kwenu tu, au kodi nyumba, ufanye mambo yako, ndo upigane, ufanye nini, ukute machangu wao. Ana lolote. Wanachafua tu. Na vipi kwa upande wa wanaume ambao wanajiua? Mtoto kaachana na mpenzi wake chuoni, basi kajirusha kuanzia floor ya kwanza mpaka ya 10. Huyo mwanamume si riziki. Mwanamume mzima, yani unajirusha kwa sababu eti mkeo kakukataa au mwanamke akakukataa? Mwanamume. Mwanamume rijali kabisa. Huyo mwanaume kajiua. Hapana, huyo sio sawa. Hayuko sawa. Sio mwanaume. Hayuko sawa huyo. Mwanamume kweli hajiui hata siku moja. Mwanamume kweli anapambana na hali yake. Anamtafuta mwingine kwini zaidi yake. Wewe kajiue? Hapana. Huyo hayuko sawa kabisa. Hayuko sawa kabisa. Kwa kipi hasa cha ajabu duniani ambacho wengine hawana mpaka unaenda kujiua? Kama ni choo ni kile cha flashi, cha sinki. Sasa kitu gani? Au karogwa? Hakuna kurogo chochote, anajiroga mwenyewe. Ajiroga mwenyewe. Ukiona mwanamume anajiua, basi hajiamini huyo. Hajiamini, hayuko sawa. Maana anaona nikienda kwa mwingine sijui ataniweza pumzi hizi. Yuko hivyo. Hayuko sawa. Kumbe hayuko sawa, ndio maana anajiua. Ndio anajua yule ndio anaweza kumvumilia, lakini mwingine nikienda atanitolea aibu zangu. Kwa hiyo ndio anaamua kujiua. Basi ndugu mtazamaji, ngoja tuende break fupi kidogo tupumzike, alafu tutarudi hapa. Tukishabweta vizuri, tutarejea hapa kuja kumalizia yale yanayopatikana kwa Mama Love Kungwi. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.